Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya ukombozi na ukija kwako na mimi Pastor Miamba usiku wa saa 9. Ni maombi haya ambayo yatatokea katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 12 halafu na ule mstari wa 36 na 37. Maandiko yanasema hivi: basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Sasa nataka nitoe ufafanuzi kidogo kabla sijaenda kuomba kwenye ule mstari unaosema hivi: basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno lile siku ya hukumu. Sasa tunapoongelea kwa habari ama tunapoona maandiko yameeleza kuhukumiwa kwa lile neno ambalo umesema ama umesemewa siku ya hukumu, kuna namna mbili ambapo unatakiwa uelewe dhana zake. Dhana ya kwanza ni hukumu ya tukio lile litakalotokea wakati lile neno limetamkwa, na dhana ya pili ni hukumu ya mwisho ya siku za mwisho baada ya kuwa tumeondoka kwenye hii dunia. Sasa ile ya hukumu za siku za mwisho kwamba tutahukumiwa, hiyo inajulikana, lakini hii ya hukumu siku ya tukio, hii naomba niitolee maelekezo. Maandiko yanapoeleza kwamba hilo neno litahukumiwa, litatolewa hukumu ile siku ambayo linatukia, kwa maana ya kwamba hilo neno litatolewa hukumu, hesabu ya neno hilo ile siku ya hukumu. Maana yake ni nini? Nimetamka ya kwamba sitabarikiwa. Natolea mfano, nimetamkiwa ya kwamba sitabarikiwa. Nitakapotaka kubarikiwa, neno lile linasimama kama hukumu. Neno lile linasimama kama hukumu ya kwamba huyu mtu alijitamkia ya kwamba hatabarikiwa. Sasa baraka zitakavyotaka kuja, ile siku baraka zinakuja, ndio siku ya hukumu ambapo hilo neno litaenda kusimama kinyume na zile baraka. Kwa hiyo mimi nasema nimebarikiwa, nafuta huo mfano ninaufuta kwamba mimi nimebarikiwa. Okay. Mtu mwingine anaweza akasema, tumuongelee mtu mwingine tu wa hewani asiyejulikana. Sasa kama ni wewe, uhakikishe ya kwamba mpaka mwisho wa ibada hii unalishughulikia hilo neno, kwamba mtu mwingine anaweza akawa amejiongelesha wakati wa mahusiano, wakati wa ndoa, ya kwamba hii ndoa mimi naona kama itanishinda tu. Kwa kweli hii ndoa itanishinda. Unashangaa mtu ameongea hivyo afu kasahau. Baada ya hapo sasa, wakati yuko ndani ya ndoa, maisha yanaendelea, lile neno la ndoa kumshinda linaanza kutolewa hukumu kwamba huyu mtu alishasema hii ndoa itamshinda. Inakuwaje awe na furaha? Kila ukijaribu kutafuta amani, lile neno linasimama kama hukumu. Ile amani unavyoitafuta, ipo neno linalosimama kwa siku ya hukumu, kwamba huyu mtu hatakiwi kuwa na amani ya ndoa yake. Alishatamkiwa ama alishajitamkia ya kwamba hiyo ndoa hadhani kama itadumu. Kwa hiyo yale maneno, kila neno, hakuna neno linalopuuzwa, kila neno. Na ndio maana vifungo vya watu wengi, unaposikia magereza ya kiroho, tunaposikia misingi ya gereza itingishike, tunaamuru watu watoke kwenye magereza yao. Kwa 100%, kila aliyeingia kwenye gereza la kiroho, kuna neno lilitamkwa ama kuna neno alijitamkia likamuingiza kwenye gereza. Iwe ni gereza la kiroho kwa uchumi, iwe ni gereza la kiroho kwa ndoa na mahusiano, iwe ni gereza la kiroho kwa afya, iwe ni gereza la kiroho kwa furaha na amani, iwe gereza la kiroho kwa namna iwayo yoyote. Na ndio maana tunapoongelea kwa habari ya hati za mashtaka, Biblia inasema, kwa maana ametupa huyo Ibilisi, ametupa yeye anayetushtaki mchana na usiku, amezishika hati za mashtaka. Mara nyingi 100%. Hati za mashtaka zinatokana na maneno ya vinywa vyetu.
Maneno ya vinywa vyetu yanasimama kama hati za mashtaka. Kuna nyakati adui anaweza akapita kwenye mlango wa neno, anapita mlango wa neno. Huwa napenda kutolea mfano sana napofanya maombi ya namna hii. Sitasahau binti yangu moja aliyekuja kuniambia kwamba yeye haolewi, anapata shida. Nikamwekea mikono, mapepo yakasema kwamba bosi wake alimwambia wewe utaolewa. Ule ulikuwa ni mlango, mapepo yakapita. Hayo mapepo hayajatoka kwa babu, hayajatoka kwa bibi, hayajatoka kwa shangazi, yamefunguliwa mlango wa maneno. Kwa hiyo maneno ni roho inayotembea. Mungu ametambulisha akasema roho ndio itayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo nayowaambia ni roho, tena ni uzima, kwamba kuna spirit ambazo zinaambatana na kwenye maneno. Mimi bwana sitafanikiwa, hali ya kutokufanikiwa inaingia, lakini lazima mtu mmoja aseme mimi ni tajiri. Ile roho ya utajiri inaanza kumfuatilia huyu mtu. Asipopatikana mtu wa kufuta haya maneno ambayo mtu amejitamkia kwamba mimi sitafanikiwa, asipoyafuta hayo maneno, ile roho iliyoambatana kwenye yale maneno inaanza kumfuatilia. Unajikuta kila unapotaka kufanikiwa kuna jambo linanyanyuka, aidha uzurumiwe ama uingie hasara. Kuna jambo linainuka. Ujue kila neno ambalo mwanadamu ataliongea siku ya hukumu litasimama kama hakimu kusema huyu mtu alishasema ya kwamba kwa kweli sitaolewa, sitaoa. Kama hutafuta hayo maneno, ujue ya kwamba kuna uharibifu. Sasa kuna levels za kufuta maneno mabaya yaliyotamkwa kinyume na maisha yetu. Kuna level ya maneno tuliyotamka, lakini kuna level ya maneno tuliyotamkiwa. Yale maneno tuliyotamkiwa, yale maneno na yenyewe yanatolewa hukumu dhidi ya maisha yetu. Pale ambapo tunataka kubarikiwa, pale ambapo tunataka kutendewa, maneno yanasimama kama hukumu. Mtu wa rohoni, ili uweze kuishi maisha ya ushindi, ni lazima ujue nguvu ya maneno na madhara ya kutokufuta maneno mabaya yanayofuatilia maisha yako. Biblia inaeleza jinsi Mungu anavyotumia neno. Anasema hulituma neno. Yaani Mungu akitaka kukuhudumia hulituma neno. Hivyo na shetani akitaka kuleta uharibifu hulituma neno. Neno ndilo linaloleta uharibifu. Na ndio maana neno likitumwa kwako huwa halirudi bure. Liwe ni la upande wa nuru, liwe ni la upande wa giza, huwa halirudi bure. Lazima likayatimize makusudi yake. Kama upande wa giza wamesema hautafanikiwa, ujue ya kwamba hiyo neno lazima liyatimize makusudi. Mimi nilikuwa naombea, mapepo yanasema hatuwezi kuondoka, tutaenda kusema nini? Tumetumwa, kuna neno tumetumwa kwa huyu mtu kwamba huyu mtu asifanikiwe. Tunafanyaje ukituondoa? Tunaenda kusema nini wakati lile neno halijatimia? Ni sharti neno litimie. Kwa hiyo unakuta kama hautavunja na kuharibu, kama hautafuta maneno mabaya yaliyotamkwa kwenye kinywa chako, uliotamkiwa. Mtu mmoja akaambiwa kwamba wewe hutaolewa, umeniacha mimi, hutaolewa. Huyo mtu anaendelea kupambana. Siku moja mapepo anasema ya kwamba ulitamkiwa hautaolewa, na sisi tunashikilia. Sasa hiyo hati ya mashtaka imetokea wapi? Mchumba wake aliposema kwamba hutaolewa, ukiniacha mimi hutaolewa tena, ile neno linashikiliwa, roho ya kutokuolewa inaingia. Sasa hiyo roho ya kutokuolewa yategemeana. Huyo mtu aliambiwa hayo maneno, ameifuta hayo maneno, kayakataa hayo maneno. Umeambiwa maneno ambayo ni mangapi umeambiwa? Hasa mtu mmoja anaweza akasema hivi, maneno mpaka niyasikie. Si kweli. Ili maneno kukufikia sio mpaka uyasikie. Kwani huwa tunawaona wachawi wanaologa, wanaotuma maneno, mbona yanafika anaanza kuwatesa watu? Maana yake nini? Sio mpaka umsikie anayekutamkia maneno mabaya eti ndio yafike. Hapana, ni juhudi zako kama mwamini kuelewa ya kwamba unatakiwa ufute maneno ulioyasikia, ulioyatamka, na ambayo hujayasikia, hujayatamka wala huyajui. Kwamba mtu amekutamkia neno gumu, unatakiwa hilo neno liende likatenguliwe
Na ndio maana juzi nilikuwa nawafundisha watu, afu nikawa naombea. Nasema hivi, natamka kufanikiwa. Mapepo yanasema hatutaki, hatutafanikiwa. Natamka kufanikiwa, hatutafanikiwa. Tukua hapo kwenye ibada zetu za Sinza hapo Afrika sana. Unasema utafanikiwa, mapepo yanasema hatutafanikiwa, tumekataa. Yani tunabishana kwa maneno. Atakaye kuwa na nguvu zaidi ndio atakaye shinda. Kwa hiyo pale nikasema, wewe, ninasema mimi kama mtumishi wa Mungu, sikia sauti ya Mungu hii, atafanikiwa. Hilo neno likatoka na nguvu ya moto zaidi. Akakaa kimya, akasema basi tunamwacha afanikiwe. Maana yake nini? Walikuwa wanazipinga baraka kwa maneno, kwa maneno. Kuna watu wanakusemesha huko mtaani, wanasema huyu anajidai tutaona, atafilisika tu huyu. Hayo maneno hata kama ukuyasikia, lazima uyafute leo. Mtu mmoja anasema muone anajidai tutaona kama ataolewa, hapa mna ndoa hapo. Lazima hayo maneno yafute, la sivyo utakuta mapepo yanaanza kupigana na hiyo ndoa yako. Mapepo yanapigana na mafanikio yako, kwa sababu kuna maneno yametamkwa, na hayo maneno katika ulimwengu wa roho huwa yanakuwa yameandikwa, kama vile tunaposoma ya kwamba nchi andika, mtu huyu hatafanikiwa, mtu huyu hatapata watoto, mtu huyu hatakuwa na biashara. Maneno yanaandikwa kwenye nchi. Ni nani awezee kuyatengua? Apatikane mtu kwenye mafuta ya Roho Mtakatifu ayatengue yale maneno, na hayo mafuta yapo leo. Huyo mtu nipo, hayo mafuta yapo. Kwa msaada wa nani? Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, naye yupo. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu, nalo lipo. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, akitunenea aliyo mema, akiyafuta maneno mabaya ulionenewa, uliotamkiwa. Ile damu ya Yesu inaonena mema, ile damu ya Yesu inaonena mema, inanena mema mpaka sasa. Kwa nini inene mema? Kwa sababu yale maneno yanayotamkwa mema dhidi ya maisha yetu yanatufuatilia. Lazima ujue nguvu ya neno. Maneno yanayoachiliwa kwako, lazima ujue kuna maneno yamebeba uharibifu. Kuna maneno yamebeba giza. Kuna maneno yamebeba giza, uharibifu. Lakini nakuhakikishia, mara utakaposimama ukatengua yale maneno, uharibifu unaondoka, giza linaondoka. Lazima utamke na iwe nuru. Angalia jinsi ambavyo nguvu ya neno, Mungu alivyoumba dunia, mbingu na nchi na jeshi lote la mbinguni. Alitamka neno, na kwa neno viliumbika. Na iwe nuru, nuru ikawa, giza likaondoka, giza likaondoka. Hata kwako na kuhakikishia, utakaposema na iwe nuru, nuru itakuwa, na giza litaondoka. Utakaposema na iwe nuru, nuru itakuwa, giza linaondoka. Mtu mmoja lazima ajue namna ya kushughulika na maneno yanayonyanyuka, yaliyotamkwa kwenye vizazi na vizazi, hadi kwenye maneno uliojitamkia wewe, hata kwenye maneno uliyotamka jana, uliyotamka leo, maneno uliyotamkiwa na watu wabaya waliobeba ajenda mbaya. Leo tunaenda kuwafuta hao watu, tunaenda kuyafuta hayo maneno, na ajenda zote tunaenda kuziharibu. Mtu mmoja aliwahi ambiwa ya kwamba na kuhamisha. Na yule mtu akahama. Nakumbuka siku moja kwenye eneo moja langu, mtu mmoja alinidhulumu lile eneo. Nilitamka tu neno, nikasema, sikia, nilikulipa hili eneo, umesema kwamba sikukulipa. Ndio. Okay, basi halitauzika. Si unataka uze tena? Uza, halitauzika. Alihangaika yule ndugu, hangaika mwaka wa kwanza, wa pili. Ulipofika mwaka wa 4 kwenda wa 5, akaambia, bana, naomba hilo eneo ulichukue tu. Nikaambia, hiyo sasa tunaenda sawa. Hapo sasa tunaenda sawa, kwa sababu ulitaka unidhulumu, na mimi huwa sidhulumiki, kwa sababu Yesu Kristo ataenda kulitimiza neno ninalolitamka kinyume na anayetaka kunidhulumu. Kwa hiyo neno litasimama. Neno litasimama. Tunataka lisimame la nani? Neno la Bwana litasimama. Maneno ya uharibifu yote yaanguke. Neno la Bwana linaenda kusimama. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya usiku wa ukombozi.
usiku wa saa 9, kinyume na maneno tuliotamka, tuliotamkiwa, tulioyasikia na ambayo hatukuyasikia, maneno tuliotamka sisi na maneno yaliyotamkwa na vizazi, kwa maana vizazi vya nyuma, babu zetu na mababu zetu, kwa maana yale maneno yanaishi, maneno ya uharibifu yanaishi, lakini tunaenda kuyatengua. Mungu liye hai, asante, kwa maana maandiko yanasema, njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Adui alipotaka kuyapiga maisha ya Yeremia kwa ndimi zao, Mungu liye hai, tunaenda kinyume na giza lote linalopiga maisha yetu ya kiuchumi, linalopiga maisha yetu ya kiafya. Giza lote, maneno yaliyoambatana na uharibifu kwenye afya zetu, maneno yaliyoambatana na uharibifu kwenye uchumi wetu, maneno yaliyoambatana na uharibifu kwenye maisha yetu, tunayafuta yale maneno. Usiku wa ukombozi, mafuta yameachiliwa kwa damu ya mwanakondoo. Maneno tuliojitingia, tuliojiwekea tanzi, tumejiwekea wigo, tumejiwekea jela, tumeingia kwenye nyororo, tumejifunga mikatale kwa maneno ya vinywa vyetu. Tunakata zile kamba, tunakata zile pingu, tunakata ile mikatale, tunang'oa misingi ya gereza, tunatoka humo katika jina la Yesu, tukibatilisha maneno mabaya tuliotamkiwa katika jina la Yesu. Tunayabatilisha leo kwa damu ya mwanakondoo. Yale maneno mabaya yanayotufunga, yaliyofunga watoto wetu, yanayofunga vizazi vyetu, tunayabatilisha. Maneno mabaya tuliotamka kwa kujua ama kwa kutokujua, kwa kukumbuka ama kwa kutokumbuka, maneno mabaya tunayaharibu. Yote tuliotamkiwa na watu, tulioyasikia na ambayo tukiyasikia, tunayaharibu katika jina la Yesu. Maneno yaliyotamka kwenye familia zetu kinyume na maisha yetu, yakatamka kwenye viringe vya familia na ukoo, tunavifuta. Maneno yote tunayafuta, maneno ya uharibifu tunayafuta katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, Baba, asante kwa maana lile neno lako linaenda kusimama wakati huu. Mungu liye hai, asante kwa maana ni neno lako peke yako ndio linaloenda kusimama. Mungu liye hai, neno lote la uharibifu halitasimama. Tunayafuta maneno yote ya uharibifu, maneno ya giza yaliyotangazwa kwenye viringe vya kichawi, maneno yaliyotamkwa, yaliyotumwa kwetu kwa kujua ama kutokujua, maneno tuliyokubali katika ndoto, tukakubali maneno yaliyotamkwa kwenye ndoto, hatukuyashughulikia yale maneno yanatufuatilia, tunayafuta yote. Hakutakuwa na neno litakalosalia, litakalosimama kama hukumu ya maisha yetu, kinyume na mafanikio yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Kwa imani kubwa sana wewe unajua hakuna neno tena litakalo kushtaki. Hakuna neno. Wewe ambaye biashara yako ilishtakiwa, tayari imefunguliwa. Wewe ambaye afya yako ilishtakiwa, afya yako imefunguliwa. Wewe ambaye ulikuwa hauna watoto, afya yako ya kupata watoto imefunguliwa. Hakutakuwa na kifungo tena, wala maneno yatakosimama tena kuyashtaki maisha yako. Wewe ambaye ulikuwa hauna amani, tayari umepata amani. Wewe ambaye ulikuwa unajisikia vibaya, hiyo hali imeondoka, kwa maana vyote vilitumwa na maneno, na maneno yamefutwa kwa jina la Yesu. Sasa shika sadaka yako njema, tukamilishe hiyo. Maneno usiyojua unayojua, sadaka yako njema tukamilishe. Tutaiachilia hiyo sadaka ya kufuta maneno yote tuliyotamkiwa ama tuliyojitamkia, ya leo ama ya vizazi vya nyuma. Tutafuta hiyo maneno yote. Sadaka yote iachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.